Bwana watu wangu, mambo ni vipi? Habari za wakati huu, mdau wa sinema na burudani. Leo nataka nikupeleke nchini Afrika Kusini kwenye filamu mpya kabisa inayotikisa chati za Netflix duniani kwa sasa. Filamu hii inaitwa 180. Jina hili linamaanisha kugeuka kwa maisha kwa nyuzi 180, yani kutoka kwenye mwanga na kuingia kwenye giza totally. Bwana, karibu sana kwenye Cha Storyteller. Jina langu naitwa Cha, the best presenter in town, mnyama OG. Katikati ya hadithi hii na tunakutana na mwanaume mmoja anaitwa Zack, anayechezwa na Prince Court Boom. Zack ni mume wa baba bora. Zamani alikuwa mtu hatari sana anayejihusisha na magenge ya uhalifu mjini Johannesburg, lakini aliamua kuacha maisha hayo machafu na akatubu, na kwa sasa anafanya kazi halali ili kuilinda familia yake, mke wake mpendwa na mtoto wao wa kiume mwenye umri wa miaka 7. Zack anaamini kuwa amefaulu kuacha giza nyuma yake, lakini hapa duniani kuna wakati anajiepusha na matatizo, lakini matatizo yanakuwa ndama mwenyewe. Bwana, siku moja Zack akiwa amemchukua mtoto wake wa kiume, wanasafiri kwa gari kurudi nyumbani. Wakiwa njiani, linatokea kundi la vijana wauni na wakorofi kwenye gari lingine. Wauni hawa wanafanya fujo barabarani na kumkata Zack mbele kwa makusudi, lakini Zack anapiga honi, na hapo ndipo ugomvi wa barabarani unapoanza. Wauni wale hawana jambo, mmoja wao anatoa silaha na kuanza kulifyatua risasi gari la Zack. Lakini bwana, katika harakati za kukwepa risasi zile, gari la Zack linapoteza uelekeo, linahama njia na kupindua mara kadhaa kwa kishindo kikubwa. Wauni wale wanacheka na kukimbia, lakini Zack anaamka akiwa na majeraha madogo, lakini anapogeuka nyuma anamkuta mtoto wake ameingia nondo kifuani na ajitambui. Anamkimbiza hospitali ambapo madaktari wanampa habari mbaya. Mtoto ameingia kwenye koma na nafasi yake ya kupona ni ndogo sana. Lakini Zack anakwenda polisi kutafuta msaada, lakini kwa sababu wale wahuni ni watoto wa matajiri na viongozi wa magenge wakubwa wenye pesa, kesi imefunikwa. Polisi wanapiga danadana na kumwambia Zack aache kufuatilia. Huu ndio wakati wa Zack anapofanya uamuzi wa kugeuka degree 180. Bwana, katika filamu hii tunamuona Zack anarudi nyumbani akiwa na hasira inayoweza kuchoma msitu mzima. Mke wake anajaribu kumtuliza kwa machozi, lakini Zack anamwambia sheria imeshindwa kumlinda mwanetu, sasa ni zamu yangu. Zack anaenda nyuma ya nyumba yake ya zamani, anachimba chini ya ardhi na kutoa sanduku lake la zamani la silaha. Anatoa bastola yake, visu na alamani ya maeneo ya genge la Johannesburg. Sasa huyu sio yule Zack tena ambaye alikuwa ni baba bora kabisa wa mwanaye. Huyu sasa ni mnyama anayetafuta nyama. Anatumia marafiki zake wa zamani wa ulimwengu wa giza kupata majina ya picha za wale vijana watatu waliokuwa kwenye lile gari siku ya ajali. Mchezo wa kisasi unaanza rasmi. Bwana, hapa tunamwona Zack anaanza kuwawinda vijana wale na kuanza kumwinda kijana mmoja mmoja na alikuwa anamiliki lile gari. Anamtafuta hadi kwenye maegesho ya magari ya klabu ya usiku. Kabla yule kijana hajaingia kwenye gari lake, Zack anamtokea nyuma na anamkamata koo na kumvuta kwenye giza. Bwana, kijana anajaribu kuomba msamaha na kudai hakujua kama kuna mtoto kwenye gari, lakini Zack anamwambia kwa baridi, hata mimi sikujua kama maisha yenu yana thamani ndogo hivi. Zack anamchinja bila kupepesa macho. Utaweza? Noma sana. Kifo cha kwanza kinashtua lile genge. Kijana wa pili akijua kuwa anafuatwa, anajifungia kwenye chumba chake cha ulinzi mkali akiwa na walinzi 4. Lakini Zack ni mtaalamu wa miaka mingi, anakamata umeme wa nyumba na akaingia gizani kama kivuli akitumia kisu chake. Ndani ya dakika 3 walinzi wote 4 wanalala chali kwenye madimbu ya damu. Zack anamkuta yule kijana wa pili anatetemeka bafuni, anamtesa kidogo kidogo ili ampe eneo ambapo kiongozi wao mkuu yupo. Bwana, sasa imebaki ngazi ya mwisho. Zack anajua Allen Masemola ana jeshi kubwa la walinzi na silaha nzito, na kwenda kule ni sawa na kujipeleka kabuleni, lakini mzazi mwenye asila aogopi kifo. Zack anajaza mabomu ya kienyeji kwenye gari lake, akiendesha kwa kasi na kuligongesha moja kwa moja kwenye geti kuu la makao makuu yao. Mlipuko mkubwa unatokea na jengo linaanza kuwaka moto. Walinzi wanatoka nje huku wakifyatua risasi, lakini Zack anashuka akiwa na bunduki na nusu mshindo
na kuanza kusafisha njia. Risasi zinashushwa pande zote, moshi umetanda na Zaki anapigwa risasi mbili za miguu na begani. Anachechemea, damu inamvuja, lakini kila akikumbuka mtoto wake akiwa ICU na mashine hospitali, anapata nguvu mpya na anapambana hadi anafikia gorofa la juu kabisa, ambapo anamkuta yule kijana wa tatu pamoja na baba yake Boss Wallen Masemola. Bwana, naishia hapa. Hili ni bonge moja la movie 180 linapatikana kwenye Netflix, upload Pluto. Bwana, kama unahitaji movie kama kawaida yetu, unaenda kwenye comment section pale, andika nahitaji movie, andika namba kwa simu ya WhatsApp ambayo iko active, then mimi nitakutumia movie hiyo. Karibu sana kwenye Charles the Storyteller. Jina langu ni Charles the best presenter in town, mnyama OG. Nitakuletea hizi na hizi na hizi na nyingine nyingi.